Haleluya. Bwana asifiwe. Ninakusalimu ndugu, rafiki, mpendwa, mahali popote pale unaponifuatilia. Ninamshukuru Mungu kupata nafasi hii ya kuweza kuingia tena katika darasa letu. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa niaba yako au kwa ajili yako wewe ambaye umepata nafasi ya kukaa na kuweza kufuatilia. Tuko katika somo letu la maisha ya ndoa, lakini tunapoendelea kujifunza juu ya maisha ya ndoa, mambo ni mengi ya kupitia pale, na tumeongea mengi zaidi huko nyuma. Ikiwa utapata muda, basi unaweza kufuatilia yale ambayo tumeweza kujifunza huko nyuma. Ila kumbuka, wewe ni wa baraka sana katika maisha ya walio wengi. Usisahau hilo, kwa sababu kwanza wewe ni mfano wa Mungu. Wewe unayenisikiliza uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo wewe ni wa thamani sana, wewe ni wa maana sana, na wewe unayenisikiliza, wewe ni mtu wa kipekee sana ambaye hajawahi kutokea duniani. Toka dunia iumbwe, wewe ni mtu wa kipekee sana. Simaanishi kwamba simaanishi kwamba umewazidi wote, lakini kwa hali ya kipekee ulio nayo ni kwamba Mungu alipokuumba wewe kuwa mfano wake, manake wewe ni mtu wa thamani. Wewe ni mtu wa maana, na Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Hivyo, kama nimesema kwamba wewe ni wa kipekee, wewe ni mtu ambaye wa thamani, ambaye hujawahi tokea, ninamaanisha kwamba wewe ni wewe. Na wewe ukiondoka duniani, hatawahi kupatikana mtu wa sura kama yako, wa tabia kama yako, wa maono kama yako, wa mwenendo kama wako, wa tabia kama zako, ambaye atakufanana 100%. Isipokuwa utakuwa wewe kama wewe. Na ukiondoka, utaondoka wewe kama wewe. Wengine watakufanana lakini hawatakuwa wewe. Asante, nashukuru kwa kunielewa. Ndio maana nina kila sababu ya kusema kwamba wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu wa thamani, wewe ni mtu wa kipekee. Na unapoendelea kunifuatilia, na kushukuru sana, maanake wewe ni baraka kwangu. Ubarikiwe sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe juu yako tunapoendelea na somo letu. Kumbuka tunajifunza juu ya swala la ndoa, na tumejifunza mambo mengi, na hivyo kwa sababu tumejifunza mambo mengi, leo natamani tujifunze juu ya wanaume na wanawake, nikiwa na maana kwamba ya mtu mume na mtu mke. Lakini leo nitakaa sana katika swala nzima la mwanamume. Ndoa iitwe ndoa, inakuwa na maana kwamba kuna mtu mume na kuna mtu mke. Alafu watoto wanakuja baadaye. Ili ndoa iitwe ndoa, kunakuwa na maana ya mtu mume na mtu mke, ambao walikutana siku fulani, mahali fulani, katika mazingira fulani. Mmoja katikati ya hao wawili akamsemesha mwingine kwamba nakupenda, na mwingine akajibu pia, na mimi nakupenda. Na kutoka pale mipango yao ya upendo wao ikaanzia pale. Lakini kuna wengine hupata usumbufu kidogo. Mwanamume anaweza kuambia mwanamke nakupenda, lakini mwanamke akawa msumbufu kidogo, kusumbua mambo kama na hayo. Lakini mwisho wa siku anakuja kukubali. Ndio wale mnawaona sasa leo ni wanandoa. Wengine walianza hivyo, lakini wengine walianza tu moja kwa moja nakupenda, na basi
wakaanza kupanga mipango yao. Na haikuishia pale. Hiyo mipango ya nakupenda, na huyo akasema nakupenda, ilipelekwa mpaka na kwa wazee. Huyu akaenda akaambia wazee wake, huyu naye akaenda akaambia wazee wake, nimepata mwenzangu. Basi baada ya pale, wale wazee wa pande mbili wanapokutana na kukaa chini, wakikubaliana kwamba wanetu wanataka kuanzisha maisha ya ndoa, hayo makubaliano basi, ikiwa ni watu wa kanisa, kulingana na hayo makubaliano, kuna mila zingine mwanamume anapeleka mahali au mali kwao na mke wake au atakaye kuwa mke. Lakini pia kuna makabila mengine ambayo mke ndiye anatafuta mahali anapeleka kwao na mume. Maana ikiwa na maana mke ndiye anaoa mume. Lakini kuna makabila mengine ambayo mkipendana hivyo, basi familia ya mke na familia ya mume wanakusanya mchango yao au pesa kidogo, alafu wanawakabidhi wale ambao wamefanya mapatano au kukubaliana au kupendana kwenda kuanzisha maisha. Kwa hivyo iko hivyo. Hatua ya kwanza ni kule kupendana kwa watu wawili. Hatua ya nyingine ni kule kwenda kuwashirikisha wazazi. Hatua ya tatu ni kule kwenda kushirikisha kama mna imani au kama mko watu wa dini. Watu wa dini na wakisha shirikishwa basi mambo yanaanza hivyo au inakuwa namna hiyo. Lakini nimesema kwamba kuna wale watu tumetoka katika mila na desturi mbalimbali. Haleluya. Kuna wale ambao nimesema kuna wale ambao mume ndiye anatoa mahali kwa mke wake, na kuna wale mke ndiye anatafuta mume anatoa mahali kwa mume. Mwanamke anatoa mahali kutafuta mwanamume, kuoa mwanamume. Na kuna makabila mengine hiyo mahali haiende kwa wazazi wa upande hata umoja, isipokuwa upande wa mwanamke wanakusanya pesa, upande wa mwanamume wanakusanya pesa, alafu zile pesa zinachukuliwa zinapewa wale wanandoa, wale watu ambao wataoana. Hivyo na maisha yanaanza hivyo. Lakini sasa ninaposema kwamba leo tazungumza juu ya wanaume na wanawake, leo nitaanza juu ya mbele niingie katika somo, ni kusema kwamba nitasoma andiko la Mithali ya 18 mstari wa 22. Mstari wa 18, Methali sura ya 18, kitabu cha Methali sura ya 18 mstari wa 22 anasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kiswahili kingine kinasema, hicho kitabu tu, niko na Kiswahili mbalimbali hapa. Kiswahili kingine kinasema, anayempata mke amepata bahati njema. Hapa inasema apataye mke apata kitu chema. Kwa hivyo hapa inasema anayempata mke amepata bahati njema. Alafu inaendelea kusema hiyo ni fadhili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi sijui tuende na Kiswahili gani, kwa sababu wengi wamezoea apataye mke apata kitu chema. Sasa sijui ni kitu gani chema huwa anakizungumzia, lakini kina upana wake kwa maelezo. Kina upana wa maelezo, kwa sababu ukisema kitu apata kitu chema, kila mtu anaweza kueleza kwa namna yake, namna anavyoelewa. Lakini hiki Kiswahili kinasema kwamba anayepata mke amepata bahati njema. Kwa hivyo kupata mke ni bahati kwa mwanamume. Sasa hiyo bahati ndio tutataka tutaelezea huko mbele ya safari.
inakuwaje ili iwe bahati. Kwa hivyo mume akipata mke anakuwa na bahati, na inategemea sasa umepata mke wa aina gani. Inategemea unapata mke wa aina gani, kwa sababu kuna wake wengine bana lazima ni hivyo. Kuna wanawake wengine ukimpata kweli unafika mahali unajuta, unasema kama kweli huyu ndio Mungu alinichagulia, kama kweli hili ndio fungu langu, basi huyu unakuwa mwiba. Huyu ni mwiba sasa. Wengine wanakuwa mwiba, lakini maandiko matakatifu yanasema kwamba anayepata mke anapata bahati njema, au anayepata mke, apataye mke apata kitu chema. Haleluya. Basi tunapoendelea tujifunze sasa, tuangalie wajibu wa mume kwa huyu mwanamke, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba amen. Kwa vile Biblia inatuambia apataye mke apata kitu chema, sasa je, ukimpata huyo mwanamke kama wewe mwanamume, ndiposa tunataka sasa tuangalie wajibu wa mume kwa huyo mwanamke, kwa sababu wanaume wengi wanaoa lakini hawajui wajibu wao kwa wake zao. Au mwanamume anaoa lakini hajui awajibike vipi kwa mke wake, hajui kabisa wajibu wake, na hapo ndipo kunaanza changamoto ya kuishi na huyo mwanamke. Hapo ndipo kunaanza changamoto ya kuishi na huyo mwanamke. Ukishajua wajibu wako kama mume, nadhani hiyo ndoa haitakushinda kamwe. Na hiyo ndio sababu kubwa ya kusema kwamba tunaweza kusaidiana, tufundishane, tuelezane nini cha kufanya. Jambo la kwanza, wajibu wa kwanza wa mwanamume, kwanza tujue kwamba inampasa kumpenda mkewe. Jambo la kwanza, mwanamume ameamrishwa na neno la Mungu kumpenda mke wake. Kwa sababu gani? Kumpenda mkewe kama Kristo anavyolipenda kanisa. Hapa tunaenda katika mambo ya imani. Kristo ni kichwa cha kanisa, na Kristo analipenda kanisa. Kwa hivyo mume naye analinganishwa, ndiye kichwa, sio analinganishwa, mume ndiye kichwa cha kanisa. Na kwa sababu mume ni kichwa cha nyumba, mume ni kichwa cha nyumba, na hivyo anafaa kumpenda mke wake. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 25. Kitabu cha Waefeso, tusome neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 5 na mstari wa 25. Anasema hivi, anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Haleluya. Kwa hivyo tunaona mwanamume anaambiwa ampende mke wake kama vile Kristo alivyojitoa kwa ajili ya kanisa. Na huku kupenda, tunapoambiwa kupenda, kunaashiria mambo mengi. Jambo la kwanza ambalo nilizungumzia hapa, kumpenda huyo mwanamke. Ukimpenda mke wako, nataka nikwambie sifa moja ya upendo. Sifa moja ya upendo. Upendo usitiri wingi wa dhambi. Upendo usitiri wingi wa dhambi. Ndio sifa mojawapo ya upendo. Ukimpenda mke wako, hata kama anaweza kukukosea kwa njia moja ama nyingine, kwako
utachukulia kama swala la kumwadhibu, swala la kusema hivi umekosa hivi nitaanza kukuhukumu hivi sasa. Unaona? Nataka nikupige sasa ujue kama mimi kweli ni mwanaume. Upendo unafunika hayo mambo yote. Haleluya. Upendo unafunika hayo mambo yote. Kwamba upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa hivyo jukumu la mwanamume ni kumpenda mke wake. Jambo la pili, inampasa kumpa heshima mkewe kama chombo kisicho na nguvu. Jambo lingine ni kwamba jukumu au wajibu wa mume kwa mkewe ni kumpa mke wako heshima. Kumpa heshima kama chombo kisicho na nguvu. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro, tunaweza kuisoma hapa. Tusikie anasema nini. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 3 na mstari wa 7, anasema hivi. Anasema, kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Neno la Mungu linasema wazi sana kwamba ninyi waume mkae na wake zenu kwa akili. Kumbe tunaona wacha niseme hili, ndoa nyingi kuvunjika na ndoa nyingi kuharibika, sababu kubwa ni wanaume. Sababu kubwa ni wanaume. Lakini kwa mitazamo ya watu wanaweza kusema hapana, wanawake bwana wana matatizo mengi. Sawa. Ila neno la Mungu linasema kwamba mwanamume ama mume, ishi na mke wako kwa akili. Ukae naye kwa akili. Kwa kuishi na mwanamke utumie akili. Na kumpa heshima, umheshimu, umheshimishe. Kupitia wewe watu wamheshimu mke wako. Kupitia wewe watu wengine watamupa mkeo heshima. Wapende, wasipende, wakatae, wasikatae. Wakatae, wakubali. Wewe mwanamume unayo nafasi kubwa ya kumfanya mkeo aheshimike. Kwa hivyo heshima inaanza kwako. Alafu anasema hayo yote unatakiwa uelewe kwa sababu ni chombo kisicho na nguvu. Mwanamke ni chombo kisicho na nguvu. Watu wengine wanatumia lugha ya kusema wanawake hawa ni vyombo dhaifu. Wanawake ni vyombo dhaifu. Ndiyo, lakini ule udhaifu unaosemwa hapo ama chombo kisicho na nguvu, sio kule kukosa nguvu za kupigana, sio kule kukosa nguvu za kupika chakula ama za kufanya kazi. Kuna wanawake wana nguvu kupita wanaume. Nguvu hii ya kufanya kazi tu. Nguvu za kupigana tu, akisimama hivi ana nguvu mpaka unashangaa. Lakini chombo kisicho na nguvu sio kwa namna hiyo. Unatakiwa uelewe kwamba kuna mahali ambapo mwanamke hawezi kufanya maamuzi bila kuwa na mwanamke aliyeolewa. Maamuzi yake lazima yanawekewa udhibitisho au usahihi. Mwanamke anaweza kuwa na jambo nzuri na ameamua vizuri kabisa,
na ana mipango mizuri ya kufanya, lakini kule kujiamini kwamba ninaweza kufanya hivi, mpaka aje kwako kama mwanaume akuulizie. Ukilihakikisha wewe, ndipo sasa na yeye anajiamini. Watazame sana hata kwa njia ya uvaaji. Anaweza akavaa na akapendeza vizuri sana, lakini usipompongeza wewe mwanamume kwamba mwenzangu leo umependeza kabisa, manake leo nafurahia ulivyopendeza sana. Wakati unasema hivyo, ndipo sasa unamjengea kule kujiamini. Ndivyo walivyoumbwa wanawake. Na hiyo inaashiria kule kwao kusema kwamba ni wadhaifu, wana mapungufu, kwamba chombo kisichokuwa na nguvu. Haleluya. Wacha tusome hii Kiswahili kingine tusikie kisi kinasema. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya ngapi? Kwa sura ya 3 mstari wa 7. Sura ya 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro anasema hivi. Kadhalika nanyi waume, katika kuishi na wake zenu, mnapaswa kutambua kwamba wao ni dhaifu, na hivyo muwatendee kwa heshima. Maana nao pia watapokea pamoja nanyi zawadi ya uhai anaowapeni Mungu. Hapo sala zenu hazitatiliwa kizuizi. Haleluya. Kwa hivyo tunaona kwamba neno la Mungu linasisitiza kwamba kuishi na hawa watu kwa akili, tuwapende, lakini pia tuwape heshima. Sisi wanaume lazima hawa ndugu zetu hawa, jambo la kwanza umpende, jambo la pili uishi naye kwa akili, na jambo la tatu mupe heshima. Na ukitekeleza haya mambo haya, maandiko matakatifu yanamalizia kusema kwamba hata wakati mtakapoomba, maombi yenu hayatazuiliwa. Hapa tunajifunza nini? Wakati mkiwa katika ndoa yenu, hakuna kuheshimiana, hakuna upendo, mwanamume unapoteza jukumu lako kwa mkewe. Neno la Mungu linasema kwamba hata mkiomba, maombi yenu hayatajibiwa, hayatafika kwa Mungu. Lazima umheshimu mke wako, uishi naye kwa akili, ukijua kwamba ni chombo kisichokuwa na nguvu. Sio ile nguvu ya kupigana, hapana. Sio ile nguvu ya kufanya kazi, hapana. Sijui neno la Mungu linamaanisha nini, labda unaweza ukawa na maelezo mengine, lakini ukiwa unajua kwamba ni chombo dhaifu katika kuamua kwao, katika maamuzi yao, lazima akushirikishe kwa mambo mengi. Kwa hivyo ni mambo mengi tu ya kujifunza, ili maombi yetu yasizuiliwe na Mungu. Wewe wa mwanaume, ili maombi yako yasizuiliwe na Mungu, lazima zingatia mambo matatu. Mpende mke wako, ishi na yeye kwa akili, mheshimu mke wako, na wengine watamheshimu. Haleluya. Hilo ni jukumu lako kama mwanaume. Kwa hivyo tuishie kwanza hapo siku ya leo, ili siku nyingine tutaweza kujifunza mengi zaidi. Nikutakie kila laheri. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Neema na baraka nyingi kutoka kwa Mungu. Mbingu isaini baraka juu yako, kwa sababu wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe unayenisikiliza, wewe ni mtu wa maana sana, kwamba wewe ni mfano wa Mungu. Na Bwana akubariki. Bwana akutie nguvu. Tukutane tena wakati mwingine. Shalom. Shalom.